Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Nachukua nafasi hii kumshukuru Bwana Yesu kwa nafasi hii na muda huu na kipindi cha wote tumekutana tukiwa wazima, tukiwa na afya njema. Kama nilivyowaahidi, nitaendelea kufundisha na kwanza mafumbo ambayo yataweza kwa wepesi kuelewa Biblia. Inaweza kawa zaidi ya 14 au 20 kadri Mungu atakapofanya nini, atakavyo tuwezesha. Ila mafumbo yanaweza kuzijua siri za Mungu na namna gani neno la Mungu ambavyo Mungu mwenyewe aliandika anavyotafsiri yeye mwenyewe. Wanakuwa na mchanganyiko wa maarifa na ufahamu na kutafsiri neno la Mungu, kwa sababu kila mtu analitafsiri, wengine wanatafsiri kwa upande wao waende kufanya maovu, wengine wanatafsiri kulingana na mawazo yao, wengine wanatafsiri kulingana na mawazo ya nani? Ya Shetani. Kwa hiyo kikubwa sana ambacho nataka kujifunza mafumbo. Mafumbo ni nini? Mafumbo kwa ufupi ni kitendo cha kuelezea kitu kwa kufananisha na kitu kingine, lakini vyenye tabia ambazo zinafanana. Kwa hiyo mafumbo ni kitendo cha kuelezea kitu kwa mfano wa kitu kingine vyenye tabia zinazofanana ili uweze kupata majibu. Kwa maana utaangalia Bwana Yesu alikuwa anapenda kutumia sana mithali, vitendawili, mafumbo, lakini kwenye yale mafumbo alikuwa anayaongea kwa sababu kama hauna maarifa ya kimungu sahihi ambayo Roho Mtakatifu amekufundisha au mtu mwenye Roho Mtakatifu amekufundisha, itakuwa vigumu kuelewa Biblia. Na kwa mfano mtu aliyetunga kitendawili cha nyumba yangu haina mlango, akasema jibu lake ni nini? Ni yai. Mwenyewe alijua kwamba kwa sababu yai ni kama nyumba haina mlango, lakini ndani inaweza ikatoa kifaranga cha kuku. Kwa hiyo yule aliyetaka kitendawili ndio anaweza kujibu kitendawili hicho au fumbo hilo au mithali hiyo. Au kwa mfano kama mtu anakwambia kwamba kuku wangu utagia mibana. Kuku gani ambaye anatangia mibana? Kumbe anaongelea nanasi. Kwa hiyo nanasi ni kama yai. Kwa hiyo tunaangalia mifano ipo mingi, vitendawili vipo vingi sana. Au nyumba yangu ina wapangaji wengi. Mtu anasema jibu yake ni kiberiti. Anajua kwenye kiberiti kuna nini? Kuna wapangaji wengi. Kwa hiyo tunaenda kujifunza mafumbo. Yale ambayo nilifundisha huko mwanzoni nitayarudia, lakini pia tutaendelea kujifunza zaidi masomo mengine sana, tuendelee kuimarika kiroho. Unajua ukiimarika Mungu anatamani mtu ambadilishe kuanzia moyoni kuja mpaka mwilini. Ndio mtakatifu kuanzia rohoni mpaka mwilini. Sio mwilini peke yake, ukawa kama Mafarisayo, hapana. Afu rohoni ni chafu. Au sio rohoni peke yake, alafu nje ukabaki kama mpagani au mtu wa mataifa, mwenye anaonekana kama mtu wa mataifa ambaye hamjui Mungu. Hapana. Yaani ni kuanzia rohoni kuja mpaka mwilini. Bwana Yesu akubariki. Amen.